Waqad rawa Abu Huraira, Sheikh anaendelea, na kwa hakika amesimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, Allah amridhie, marfu'an, hali ya kuwa ni hadithi yenye kuegemezwa moja kwa moja kwa mtume. Hadithi marfu' ni ile hadithi ambayo imeegemezwa kwa mtume, kwamba mtume amesema, haijalishi ni sahihi au dhaifu, pamesema kwamba qala Rasulullah, hiyo inaitwa marfu'. Na kusema kwamba qala Rasulullah haijalishi kwamba sasa itakuwa ni sahihi, inawezekana ikawa ni dhaifu, lakini msimulizi amesema qala Rasulullah, sawa. Marfu'an, hali ya kuwa hiyo hadithi inaegemezwa moja kwa moja kwa mtume, kutoka kwa Abu Huraira. Mtume amesema, man ta'allama ilman, yeyote atakayejifunza elimu. Man ta'allama ilman, yeyote atakayejifunza elimu. Intabih, zingatia hapo an-nakiratu fi siyaqi ash-shart, imekuja nakira ilman katika mazungumzo na mlolongo wa sharti. Man ta'allama, yeyote atakayejifunza ilman, elimu. Ipi hiyo? Mimma, katika elimu ambazo yubtagha bihi wajhullah, hutafutwa kwa elimu hizo uso wa Allah. Mimma, katika zile elimu ambazo yubtagha bihi wajhullah, hutafutwa kwa elimu hiyo uso wa Allah. Watu husoma kwa lengo la Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa malengo ya kidunia. Yule ambaye atajifunza elimu katika elimu ambazo hutafutwa uso wa Allah kupitia elimu hizo, la yataallamuhu, akawa hakujifunza yeye illa liyusiba bihi ardhan min ad-dunya, isipokuwa ili apate kitu katika dunia. Illa, isipokuwa, liyusiba bihi, apate kupitia elimu hiyo, aradhan, kitu, minad dunya, katika dunia. Ndio lengo la usomaji wake. Anasoma elimu ambayo watu huisoma kwa ajili ya Allah, yeye akajifundisha elimu hiyo na kujifunza ili apate kitu katika dunia. Atakayefanya hivyo, lam yajid arfa aljanna yawm alqiyama, hatopata yeye harufu ya pepo siku ya kiyama. Arfa ay raiha, lam yajid, hatopata mtu huyo arfa aljanna, harufu ya pepo, ay raihata aljanna yawm alqiyama, siku ya kiyama. Na yule asiyepata harufu, maana yake haingii peponi, ndo maana yake. Dhahiri ya hadithi hii, yule atakayefanya tendo hili hatoingia peponi. Ni nani huyo? Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya, yule atakayejifunza elimu katika zile elimu ambazo hutafutwa kwa ajili ya Allah, ikawa hakujifunza yeye isipokuwa kwa lengo la kupata kitu katika dunia, apate shahada, apate mshahara, apate sifa, aitwe shekhe, aitwe mwana wa chuoni, ana mambo yake yasiyokuwa Allah, ili ayapate. Lam yajid arfa aljanna, hatopata harufu ya pepo yaum alqiyama. Kwa ndani ya hadithi hii tunajifunza kuitakasania wakati tunapojitaalamisha elimu ya dini. Kinyume na hivyo hutopata harufu ya pepo, harufu ya pepo utaikosa. Sahihun, hadithi hiyo ni sahihi. Akhrajahu Abu Daud, ameisimulia hadithi hiyo al-Imamu Abu Daud katika sunanu yake namba 3664. Wa Ibn Majah, na vile vile al-Imamu Ibn Majah ameisimulia namba 252. Kirudi kwenye vitabu hivyo kwa namba hii, kama chapa yako ni kama chapa ya shekhe aliyeandika, basi utaikuta kwa namba hii. Waruya,
waruya na pamesimuliwa an Jabir ibn Abdullah kutoka kwa Jabir ibn Abdullah ibn Harami al-Ansari al-Madani radiyallahu anhuma, radhi za Allah ziwe kwa hao wawili, huyo Jabir na baba yake Abdullah ibn Haram, wote walikuwa maswahaba. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah, Allah awaridhia hao wawili, marfu'an, hali ya kuwa ni yenye kuegemezwa kwa mtume. Hadithi hii mshafahamu nini maana marfu'? Mtume akasema la ta'allamu li'ilma, msijifunze elimu. La ta'allamu li'ilma, msijifunze elimu. Litubahu bihi ulama, ili mjifakharishe nayo kwa wanawachuoni. Litubahu bihi ulama, ili mjifakharishe nayo kwa wanawachuoni. Msifanye hivyo, msisome kwa lengo hilo, mujifakharishe mbele za wanawachuoni kwamba sisi hapa ni wenzenu, ni wanawachuoni kama nyinyi sisi. La, msifanye hivyo. Maana wapo hao, unanifahamu mimi? Sikufahamu. Mimi ni shekhe mwenzako, nipo hapo kijiji cha pili. Mimi ni shekhe mwenzako, yani ajitambulisha, hasubiri yeye kutambulishwa na watu kwa ile ilmu yake. Watu watakutambulisha tu, usifanye haraka. Lakini mwingine, mimi ni shekhe mwenzako, natoka kijiji cha pili. Sasa hatujui moyo wako, lakini haya maneno yako yana ishara kwa kukosekana ikhlasi. Sasa mtume ndo analikataza hapa, la ta'allamu li'ilma, msijifunze elimu. Tupo kwenye dini, tukisema elimu na kusudia elimu ya dini, sawa? Msijifunze elimu, litubahu bihi ulama, ili mjifakharishe nayo hiyo elimu mbele za wanawachuoni, na nyewe muonekane maulama kama wao. Msifanye hivyo. Wala litumaru bihi sufaha, wala msijifunze elimu ili mbishane kwa elimu hiyo na watu wapumbavu. Wala inaonga kule, wala ta'allamu alilma, wala msijifunze elimu litumaru bihi sufaha, ili mubishane kwa elimu hiyo na watu wapumbavu. Mwingine anasoma ili nataka nikirudi kijijini niwakomeshe wajinga wote, watanitambua. Sasa ni mwendo wa kuwasakama na radi tu, yani aja zake mjini mtu kujifunza, anajua nikirudi huko watanikoma, nitawakomesha. Nimechoka dharau, sasa wacha nikajifunze. Na kuja kuwafungia kazi hapa, hakuna atakayechomoza, wote ni radi tu. Yaani unapanga radi wewe mwenyewe, hujajifundisha chochote, tayari ushapanga radi kwa mashehe zako. Sasa hizo radi zatoka wapi wakati hujajua hata hiyo makosa yao? Kwanza ndio kwanza wajifunza, alafu mbona wajisifu mapema? Ndio kuna nia nzuri hapo. Sasa tahadhari, msijifunze kwa ajili ya kwenda kubishana na wapumbavu. La, haitakiwi hivyo. Wala msijifunze elimu litumaru bihi sufaha, ili mubishane kwa hiyo elimu na watu wapumbavu, uonekane wewe unajua. Ukiingia nao munakasha, mabishano, unawabwaga, hawakuwezi, waanze kukusifu jishekhe. Si hivyo. Wala takhayyaru bihi almajalis, wala msichague kupitia elimu hiyo vikao vitukufu. Wala takhayyaru bihi almajalis, wala msichague kupitia elimu hiyo vikao vitukufu. Ay wala takhtaru bihi khiyar almajalis, wala msichague kwa elimu hiyo vile vikao vilivyokuwa bora. Kwa maana mshasoma, hamtaki tena kukaa na watu wa daraja ya chini. Nyinyi wenzenu ni mashekhe wenzenu. Hao wenzako hao ambao ulitoka nao, ulikuwa nao, ukacheza nao, wewe umepata kusoma, umerudi, huwataki tena. Waona wewe na wao ni tofauti, hamfanani tena.
hamuendani kwa daraja, hadhi yako sio ya kwao. Wewe unataka kukaa na mashekhi tu, kisikia mashekhi wamekuja huko mbele mbele, hutaki kukaa kule benchi la pili kwa wale wasikilizaji, waje huku mbele walipokaa mashehe ndio ajisikia raha. Kwa nini? Na mimi nimesoma bana. Umesoma lakini huko hakukuhusu, huko kwa wageni mashehe. Sisi sote mashehe. Naye ataka kukaa mbele, kwa anachagua vile vikao bora. Hataki kukaa na tia maji pangu pakavu. Hawataki tena wale, hali ya kuwa wale ndio wakukaa nao hasa ili uwalinganie, afadhali wakufikie wewe kama wewe. Lakini hutaki, wewe unataka vikao vitukufu, vikao vizuri vya mashekhe, vya maulama, wewe ndio unaitika. Hata wakikualika watu wa daraja la chini hauendi. Watanalikaje mimi shekhe mkubwa kama mimi? Lakini ukisikia daura ya mashekhe waenda. Kwa nini? Daura yetu hii. Ameiza mti mkavu ndogo ndogo, wazi kuhusu, huna habari. Sema risala zote nimeshasoma. Mashehe wamekusanyika na yeye waenda sasa kukusanyika na mashehe. Unachagua vile vikao bora, usisome kwa ajili ya hilo kwamba na wewe ukae pamoja na watu bora. La, wala takhayyaru bihi almajalis, wala msichague kupitia hiyo elimu vikao vilivyokuwa bora, vikao vitukufu ndio mwavitaka nyinyi kwa sababu tu mmesoma. Msifanye hivyo. Sasa atakayefanya hivyo atapatwa na nini? Mtume anasema faman fa'ala dhalik, yeyote atakayefanya hilo ikawa yeye lengo lake la kusoma kwa ajili ya kujifakharisha mbele za wanachuoni, anasoma ili abishane na watu wapumbavu wajinga au wabwage, au anasoma ili akae vikao vya watu watukufu wenye ilmu, asikae pamoja na watu wa daraja la chini, ndio lengo lake. Atakayefanya hivyo fannaru naru, atapata moto, atapata moto. Fannaru naru, atapata moto, atapata moto. Falahu naru, falahu naru, atapata yeye moto, ataupata yeye moto. Moto itakuwa ndio mafikio yake. Kwa nini apate moto? Kwa sababu ibada ameifanya kwa lengo lisilokuwa la Allah. Ibada ya kusoma dini ameifanya kwa lengo lisilokuwa Allah. Anafanya ile jifakharishe, anafanya ile abishane na wapumbavu, au apate kukaa na watu wenye elimu, ndio lengo lake, sio Allah. Fannaru naru, atapata moto, atapata moto. Kwa haitakiwi. Na wengi wao kishasoma wanatuacha huko chini. Wao ni mashekhe wenzao tu wazunguka. Yeye apenda kwa kaitwa katika msafara wa mashehe, yumo ndani ya gari, yeye hajisikia raha kabisa. Lakini kukaa tena huko chini akaanza kuvutana na wapumbavu wajinga kuelimisha, huo muda yeye hana. Haitakiwi muachague watu. Utambagua mtu kwa sababu za kimanhaji na dini, si kwa sababu kwamba yeye mjinga kasoma kidogo. Hao wajinga ndio wanaotakiwa ili wataalamishwe, ule ujinga upungue kwenye jamii. Na Mtume alikatazwa kuanza kuwabagua waumini wa kawaida, wale ambao wameshikamana na utaji wa Allah na imani, akawaelekea wale mabwanyenye saadati, vigogo vya Makuraish. Alikatazwa hilo alipoambiwa katika suratul Kahfi, wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha, isubirishe nafsi yako pamoja na wale ambao wanamuomba Mola wao asubuhi na jioni, wao wanautafuta uso wa Allah. Fanya subra kukaa na wao, kaa na waumini wenzako. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya, wala usilipetushe jicho lako, usilivushe ukawaangalia wale wakubwa wa Kikuraishi. Waangalie hawa waliokuamini, ambao wao wamemwamini Allah, wala hawakusudii uhai wa kidunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usiwatii wale ambao tumewafanyia mughafala kwenye nyoyo zao, wakaacha kututaja sisi. Wattabaa hawahu, na akafuata matamanio yake.
wa kana amruhu furuta, na jambo lake likawa ni lenye kuvurugika. Achana na hao wenye kufuata matamanio ya nafsi, kana hao waliokuamini, hata kama ni madhalili, hata kama ni wanyonge, ndio wenzako hao. Kwa yule anayesoma dini aachane na tabia hii ya kuwabagua watu kwa sababu ya uchache wa elimu yao. Sahihun, hadithi hii ni sahihi. Akhrajahu Ibn Majah, amesimulia al-Imam Ibn Majah namba 254, na imesimulia al-Imam Ibn Hibban katika sahihi yake namba 674. Kwa jambo ambalo linazungumzwa hapa la mwanzo kabisa, al-ikhlas, kuitakasa nia katika usomaji. Al-Imam al-Hafidh katika mimia yake alipokuwa akizungumza adabu za al-ilmu, wasiyatu talibil ilmi, alipokuwa akimuhusia mwanafunzi akisema, wan-niyatu ja'al liwajhi llahi khalisatan, innal binaa biduni al-asli lam yaqumi, wa man yakun liyaqula an-nasu yatlubuhu akhsir bisafqatihi fi mawqifi an-nadami, wa man bihi yabtaghi ad-dunya falaysa lahu yawma al-qiyamati min haddin wala qasami. Na nia ijalie ifanye kuwa ni kwa ajili ya Allah, hali ya kuwa ni mwenye kuitakasa hiyo nia. Innal binaa biduni al-asli lam yaqumi, kwa sababu jengo pasi na msingi haliwezi kusimama. Msingi wa amali zote ania, na elimu ni katika matendo mema. Lazima elimu yako iwe na msingi wa nia njema. Innal binaa biduni al-asli lam yaqumi, kwa sababu jengo pasi na msingi madhubuti haliwezi kusimama. Wa man yakun liyaqula an-nasu yatlubu, ni yule ambaye kutakuwa kujifunza kwake ili watu waseme kwamba naye ni mwanafunzi. Akhsir bisafqatihi, basi amekula hasara kwenye bidhaa yake. Fi mawqifi nadami, katika kisimamo cha kujuta siku ya Kiyama. Amejifunza na yeye ambaye ni shekhe au mwanafunzi au ni alim au ni ustadhi, atapata hasara siku ya Kiyama. Wa man bihi yabtaghi ad-dunya falaysa lahu yawma al-qiyamati min haddin wala qasamin, na yule ambaye kwa hiyo elimu anaitafuta dunia apate mambo ya kidunia, basi yeye siku ya Kiyama hatopata ugavi wala fungu lolote kutoka kwa Allah. Ataambulia hasara kwa sababu ya nia yake mbaya wakati wa kuisoma elimu ya dini. Vile vile akasema al-Hafidh, iyyaka wahdhar mumarata as-safihi bihi kadha mubahata ahli al-ilmi la tarumi, tahadhari wewe na kubishana na watu wapumbavu kwa sababu ya elimu. Vile vile tahadhari kujifaharisha na wanawachuoni, ikawa hilo ndio kusudio lako, kama tulivyoona kwenye hadithi. Iyyaka wahdhar mumarata as-safihi bihi kadhaka mubahata ahli al-ilmi lam tarumi, uache al-mumara, mabishano na watu wajinga, uache al-mubaha, al-mufakhara mbele ya wanawachuoni, watu wenye elimu. Tuendelee mbele. Nukta ya pili,